tunaambiwa afya ni kipaumbele cha kwanza kabla ya mambo mengine. Wale wenye afya njema pia wanatumia fedha zao vizuri katika kuimarisha uchumi wao, lakini endapo hutakuwa na afya salama na njema na hutakuwa na uhakika wa matibabu kwa wakati, hata uchumi wa familia hauwezi kukua, hata uchumi wa nchi hauwezi kukua. Tutatumia muda mwingi, na yule ambaye anatumia muda mwingi kwenda vituo vya afya, kwenda hospitali, mtu wa namna hii hawezi kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo serikali kwa kutambua yote hayo imeona umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Kwa nini kwa wote? Humu ndani leo watu 400 wote tukiwa tumekata bima zetu, tunategemea ndani ya mwezi mmoja mathalan watu 100 tu wakaumwa, wakatumia fedha ile ya serikali tuliyokusanya watu 400. Kwa hiyo inaweza kuhudumia watu wengi zaidi, kwa sababu wote 400 hatuwezi kuumwa kwa mara moja. Kwa hiyo mahitaji muhimu kwa wale wachache watakaoumwa yatapatikana watakapokwenda kwenye vituo vya afya na hospitali zetu. Ndio muhimu wa kuwa na bima kwa watu wote, kwa sababu hatuwezi kuumwa kwa mara moja watu wote. Kwa hiyo wale wachache watakaoumwa watatumia zile fedha ambazo wengine tumeziweka katika ule mfuko, watapata matibabu bora na sahihi. Lakini na wale ambao wakiumwa mwezi mwingine watatumia fedha iliyowekezwa kwenye mfuko na watu wengine ambao mwezi wao hawataumwa. Kwa hiyo ndio maana tunataka kila mwananchi, kila kiongozi awe na uhakika wa matibabu. Kwa hiyo ndio maana wakurugenzi wote mko hapa. Tutakapoondoka hapa mkutano huu, wakuu wa wilaya watatakiwa kuandaa mikutano ya namna hii kwa kushirikiana na wakurugenzi wao, ili nao wapanue wigo katika wilaya zao, viongozi wenzao na wadau wao waweze kuelewa hili jambo. Halafu na wenyewe wakishaondoka, watendaji wa kata nao wanakwenda kwenye kata zao, nao wanaenda kuita mikutano ya wadau, wenye vitu wa vijiji wako huko, wenye vitu wa mitaa wako huko, wakakae nao na waalike wataalamu wanaojua dhana hii ya mfuko wa afya kwa wote, bima afya kwa wote, ili waende kuipeleka elimu hiyo ifike mpaka ngazi za kitongoji. Kaleba, mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza, leo tumezindua rasmi utoaji wa elimu na uhamasishaji kwa jamii kwa mkoa mzima. Tumekuwa na makundi mbalimbali ikiwepo kuanzia ngazi ya mkoa mpaka halmashauri, wataalamu pamoja na wasio wataalamu, lakini pia viongozi wa dini, mashirika binafsi, viongozi walioko serikalini kama wakuu wa wilaya, wakurugenzi, makatibu tawala, taasisi mbalimbali, lakini pia waganga wa kawaida kuanzia hospitali ya kanda ya Bugando, Sekoture, hospitali za wilaya mpaka zahanati kabisa. Katika vitu vyote tulivyonavyo katika mkoa wetu wa Mwanza ambao ni 575 wamefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu, na lengo kuu ni kila mwananchi kuwa na bima ya afya. Tunatarajia bima hii itasaidia sana kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi, kwanza kuhakikisha uhakika wa matibabu bila kikwazo muda wowote. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba sasa tunapoenda kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, idadi kubwa ya wananchi wanajiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya, kwa sababu hadi tunapozungumza hadi sasa ni 8% tu ya wananchi ambao ni takriban wananchi milioni 5.3 kati ya wananchi zaidi ya milioni 62. Kwa hiyo tumekuja na mkakati huu wa uhamasishaji shirikishi, kwa maana kwamba kusudi wananchi waweze kuelewa na kujiunga na bima ya afya kwa wote, ni vyema kila mdau aweze kushiriki, ana sehemu yake ya kuchangia. Tunaona hapa tuna viongozi wa dini, lakini tuna viongozi wa kisiasa wako hapa, lakini na wazee mashughuli wako hapa. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba viongozi wa dini sasa wanapoondoka hapa, wanaenda kwenye makanisa, misikiti,
sehemu mbalimbali waweze kuhamasisha wananchi. Ni rahisi zaidi mwananchi kumwelewa kiongozi wa dini akimshauri au akimwelekeza kwamba sasa ni vyema ukakate bima ya afya, kwa sababu bila afya huwezi ukafanya shughuli yoyote ya kiuchumi. Kwenye bima hizi ambazo leo tumepata elimu kwamba mpaka watu ambao wanaweza wakawa kwenye vikundi, yani hata nyinyi hapa mnaweza mkaamua kuanzisha kikundi mkajiunga ikawa kama kaya, na mna uwezo wa kwenda kujiunga na NHIF na ukawa na uhakika wa matibabu. Lakini nzuri zaidi, pamoja na kiwango kile ambacho kimewekwa, kwa sababu wameweka kiwango cha chini kabisa ni kama 1,500,000, lakini vipo vifurushi vingine kadha wa kadha wanawaruhusu, sio tu kwamba unaweza ukalipa fedha yote kwa mkupuo, mnaweza pia mkao mnalipa kwa mwezi kama ambavyo watumishi wa umma ambavyo huwa wanakatwa. Kwa hiyo jambo hili naamini kwamba mimi litakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wetu, kwa watu wetu, lakini lipo kundi la watu ambao hawana uwezo. Kumbuka hata wakati tulikuwa tuna bima zile za ICHF, kuna makundi yale maalum, kwa mfano wazee wenye umri wa zaidi ya miaka 60, wale ambao hawana uwezo. Hawa nao ni kundi lingine muhimu ambalo tunaenda kulitambua, na likisha tambua, serikali tayari imeshaweka utaratibu kupitia BOT ambapo watakuwa wamefunguliwa akaunti yao maalum, nao hawa watapata matibabu kama ambavyo wangepata watu wengine. Kwa nia ni kuona kwamba wananchi au Watanzania wote, hakuna mtu ambaye anabaki bila kupata huduma za afya pale anapokuwa amepata changamoto ya kiafya.